Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuha almushahidu alkarim, ndugu yangu mtazamaji wa TV hii Africa TV 2 Swahili, na kukaribisha tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu hiki adhim, kipindi cha mada ya aqida au itikadi ya Muislamu, na tukiwa katika mlolongo na mfululizo wa mafundisho ya Uislamu katika mambo ya iman, katika swala la iman, ambacho au mlolongo huu tumeuita al-iman huwa nuru alladhi yudhi'u al-haya. Imani ndio mwangaza ambao unaoangaza maisha ya mtu. Kwa hivyo unaonyesha umuhimu gani wa iman, na huko nyuma tulisoma na kueleza umuhimu wa iman, nini maana ya iman, na tukaelezea nguzo 6 za iman, ambazo nguzo hizi 6 kwa ujumla wake zinatengeneza kitu al-iman katika mafundisho ya Uislamu. Tulimaliza katika kipindi kilichopita nguzo ya 6 ambayo ni al-imanu bil qadar, kuamini qadar. Leo ndugu yangu katika iman, tunataka tuzungumzie jambo lingine ambalo linahusiana na iman, mambo ambayo yanaambatana na imani hii, hasa tukiangalia faida nyingi ambazo zinazopatikana katika masala ya iman. Na leo tutaangalia mahusiano kati ya iman wa rahatul qalb, mahusiano kati ya iman na utulivu wa moyo. Hili ni jambo muhimu sana, jambo ambalo kwa hakika tuliweza kuligusia kidogo huko nyuma, kwamba al-imanu huwa nuru alladhi yubaddidu dhulumati an-nafsi. Iman ndio nuru ambayo inaondoa kabisa viza vilivyomo katika an-nafs. Nafsi ya Muislamu, nafsi ya binadamu, ina mambo mengi ambayo yanamsumbua, ina mambo mengi ambayo yanaweza yakaleta humum, kaleta huzuni katika nafsi yake. Lakini kipi ambacho kinachoondoa huzuni hiyo? Kinachoondoa huzuni hiyo ni al-iman. Kwa maana tukazungumzia leo al-imanu wa rahatu nafsi au wa rahatul qalb, imani na raha ya moyo. Ndugu yangu katika imani, tunapozungumzia raha ya moyo katika Uislamu, sio maana yake tu kwamba huluul qalbi min almashakil, kwamba moyo wa mtu unakosa, ni kule kukosa matatizo katika moyo wake, apate utulivu, yani kwamba hana utulivu katika moyo wake, kwa maana kwamba labda hana qalaq, hana shida za kwamba amekosa mali, amekosa vyeo, amekosa afya na mfano wake. La, bali tunazungumzia kwamba ni utulivu ambao mtu anaweza akaupata hata kama akiwa hana hivyo vitu. Anaweza akawa na umaskini, anaweza akawa na ugonjwa, tena ugonjwa mkubwa kabisa, anaweza akawa na shida nyingi, lakini kitu gani ambacho kinamfanya awe na rahatul bal, awe na furaha? Ni kule kuwa na imani. Na mahusiano makubwa kabisa kati ya mtu kuwa na furaha na imani. Imani inajenga raha ya nafsi, raha ya moyo. Sio maneno ambayo yanayasema baadhi ya watu, fedha ndiyo sabuni ya roho, kwa maana ya kwamba ukiwa na fedha basi wewe ndio una furaha. Ndugu zangu katika imani, kuna watu wengi wana fedha, wana mali, lakini hawana rahatu alqalb, hawana utulivu katika moyo wao. Haya lazima uyaelewe,
Usione matajiri wakubwa, wana fedha nyingi, wana mali nyingi, ukajua kwamba hawa wana utulivu wa moyo. Utulivu wa moyo hauletwi kwa kuwa na mali nyingi. Utulivu wa moyo hauletwi kwa kuwa na mashamba, kwa kuwa na watoto, kwa kuwa na kadha wa kadha katika vile ambavyo ni vipambo alivyovipamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpambia mwanadamu katika haya maisha. Lakini utulivu wa moyo huletwa, ndugu yangu, katika imani na kitu kikubwa ambacho tunachokisema hapa kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni imani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, alladhina amanu watatmainu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatmainu alqulub, wale ambao wameamini na mioyo yao inatulizana kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika kwa kumtaja Allah basi nyoyo hupata utulivu. Kumtaja Allah hakuji isipokuwa kwa imani. Kwa hiyo kumwamini Mwenyezi Mungu na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio mtu anapata rahatul qalbi, anapata moyo, anapata raha ya nafsi, moyo wake unakuwa mutmain, unakuwa na amani, hauna matatizo. Anajua huyu Muislam bi anna Allaha rahim, bi anna Allaha hakim, wa anna kulla ma yajri lilinsan, ni kwamba huyu mwanadamu anajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye hekima sana. Kila kitu hakifanyi kitokee isipokuwa kwa hikma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na anajua kwamba kila kinachotokea kwa mwanadamu ni jambo la kheri kwake, kama akisubiri na akitaka ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii hali anayo mtu mwenye imani. Kwa hivyo basi mtu kama huyu anaweza akajikuta yupo kwenye matatizo makubwa sana, hateteleki, anabaki kuwa na raha, anabaki kuwa na furaha. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake imejaa kitu kinachoitwa iman. Kwa hiyo kuna athari kubwa ya imani katika kuipa nafsi ya mtu kuwa na furaha. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba, hakika yule ambaye atakayefanya mema, awe ni mwanaume au mwanamke, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ana imani mtu huyo, basi mtu huyo tutampa maisha, tutampa uhai wake huu, maisha yake yawe ni maisha mazuri, maisha ya furaha, maisha ya raha, raha ya nafsi iliyokuwa ya hali ya juu anakuwa nayo mtu huyu kwa sababu ya kuwa ana imani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo imepokea Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, ajaban li amri almu'min, ni jambo la kushangaza la muumini, inna amrahu kullahu lahu khair, mambo yake yote, jambo lake lote au mambo yake yote ni kheri kwake. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akipatwa na jambo zuri, sarra shakara fakana khairun lahu, akipatwa na jambo zuri la kheri ushukuru, ikawa ni kheri kwake. Na anapopatwa na jambo dharra, jambo baya, basi usubiri, na hivyo ni kheri kwake. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni jambo la kushangaza jambo la Muislamu. Muislamu akipatwa jambo la kheri usubiri, umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba alhamdulillah, Allah razaqani waladan, Allah razaqani malan, Allah razaqani zawjatan saliha, Mwenyezi Mungu ameniruzuku mtoto mwema, ameniruzuku mali ambayo inanifanya niendeshe maisha yangu, ameniruzuku mke mwema ambaye tunasikilizana, ameniruzuku nafasi ya kufanya kazi, ila ghairi dhalika. Hapo umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini akipatwa na jambo baya limempata katika maisha yake, hawi ni mwenye qalaq, hawi ni mwenye huzuni ya kupita kiasi, bali hukumbuka kwamba haya yametokea kwa hekima yake, kwa mipangilio yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hufanya nini? Huwa na subira na umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Katika hadithi nyingine Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anaelezea hili swala la kuwa mahusiano ya imani na utulivu wa nafsi, anasema dhaqa ta'ma al-imani man radhiya billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin rasula, hakika yule ambaye ameionja ladha ya imani, yule ambaye ameamini, ameridhia kwamba Allah ndio Mola wake mlezi na kwamba Uislamu ndio dini ya kweli, ndio mfumo wa kweli, na kwamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndio mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetumwa kwake. Hadithi hii imepokewa na Imam Muslim. Dhaqa ta'ma al-iman. Ashahidi hapa, ushahidi upo ni katika neno hili dhaqa ta'ma al-iman. Huwa anaifikia mtu ladha ya imani mwenye sifa hii ya kuamini kwamba, ya kuridhia kwamba Mwenyezi Mungu ndio Mola wake mlezi. Imani ina ladha, ndugu yangu katika imani. Huwezi ukaipata ladha hiyo, huwezi ukaifikia ladha hiyo isipokuwa ufikie daraja hii ya kuamini kwamba la kuridhia kwamba Mola wako wewe ndio mlezi, na hivyo kuamini kwamba yeye ndio aliyekuumba, yeye ndio anayepeleka, anayeendesha mambo, Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini kwamba huu Uislamu ndio mfumo wa maisha ambao unapasa ufuate na si mfumo mwingine, ni mfumo wa Uislamu peke yake, na uamini kwamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo makubwa kabisa ambayo yanaonyesha kwamba Muislamu huyu atakapokuwa ameamini mambo haya, basi atakuwa ameonja ladha ya imani na atakuwa murtah albal, atakuwa ni mwenye furaha wakati wote, ni mwenye kuona raha katika nafsi yake, hatotetereka. Ndugu yangu, tuone jinsi wema walivyotangulia wamesemaje kuhusiana na athari ya imani katika moyo wa mtu, katika kuleta furaha ya moyo wa mtu. Angalia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, anasema inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah wa hiya jannatu al-iman wa tumanina. Anasema hapa duniani kuna pepo, hapa duniani kuna pepo. Yule ambaye hajaingia pepo hiyo hatoingia katika pepo ya akhira. Pepo hiyo ni nini? Anasema nayo ni jannatul iman, pepo ya iman na pepo ya tumanina, kupata utulivu wa nafsi. Alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatmainu qulubuhum bil iman bidhikrillah, na nyoyo zao zinatulizana kwa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema ya kwamba kuna pepo hipo hapa duniani. Pepo hiyo hawezi kuipata, pepo hiyo hatoingia pepo hiyo isipokuwa yule mtu ambaye imani imethibiti na akapata utulivu katika hii dunia. Hiyo ndio pepo. Kuthibiti kwa imani kwa mtu na kupata utulivu katika hii dunia ni pepo. Hatoifikia mtu huyo hatoifikia mtu pepo hiyo kuingia isipokuwa yule mtu ambaye amefikia daraja ya juu ya kuwa na imani. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema la saadata wala salaha illa bi an yakuna Allahu huwa almaqsudu wal akhiratu hiya almatluba. Hakuna raha wala furaha isipokuwa pale mtu anapokuwa lengo lake kubwa ni Allah na lengo lake na makusudi yake makubwa ni kupata akhira ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa jiulize wewe nafsi yako kwamba upo katika hali gani, katika hali ambayo tunaizungumza hapa, kwamba mtu lazima awe katika furaha kwa sababu imani inamletea furaha na raha ya nafsi. Angalia matukio kadhaa ambayo unaweza ukayaona kama mfano wa hili jambo ambalo tunaolizungumza. Mfano, mtu ambaye alikuwa katika madhambi siku zote, mtu huyu anaishi katika madhambi, anakuwa muktaib, anakuwa ni mtu wa humum, anakuwa na mawazo, anakuwa na humum nyingi, anakuwa na hasira. Lakini angalia,
akianza kufanya matendo mema, akirejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa anaisoma Qur'an, anairejea Qur'an, anafanya ibada mbalimbali, mtu huyu badilika maisha yake kwa ujumla kabisa kabisa, na huwa mtu mwingine kabisa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu sasa ana imani. Si mali iliyombadilisha, ndugu zangu katika imani, kwamba amepata mali. La, anaweza akawa na mali lakini akawa hana imani ile kubwa kabisa, hana utulivu katika moyo wake. Mtu mwingine, ndugu yangu katika imani, mfano mwingine, mfano mtu maskini ya Mungu amepewa mtihani wa kufiwa, imetokea ajali, akafiwa na mkewe, akafiwa na mtoto wake wakati mmoja, lakini mtu huyu kamwona akawa ni mtu mwenye subira na akawa ni mtu mwenye kuridhia qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yale aliyowapitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akawa anasema wakati wote inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anasema sisi ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwake tutarejea. Tukio la mtu kama huyu ambaye unaona kwamba amepata tukio hili kubwa la kufiwa, kupoteza familia yake yote katika tukio moja la ajali, mtu huyu ukimwona amefikia hali ya kuwa na kutulizana, basi ujue kwamba ana imani ambayo imempelekea kufikia katika hali ya utulivu katika moyo wake, hakupaparika. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, si vingine vyovyote, wale wenye subira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwalipa malipo yao bila hisabu, yani huwalipa maradufu. Aya hii inataraddad, aya hii anaisikia katika moyo wake wakati inatokea tukio kama hili, basi wakati wote aya hii anaisoma, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika hulipwa wale ambao wenye subira, malipo yao hulipwa maradufu bila hisabu. Anapewa tu bila hisabu. Kwa hiyo analiona jambo la kawaida kabisa hilo la kupata ajali mzito kama hiyo, tukio nzito kama hilo ambalo imepelekea apoteze familia yake. Ndugu zangu katika imani, pia kijana mathalan asha fi dhayain fikri wa qalaqin daim, ameishi katika maisha ya kupotea kifikra na wakati wote akiwa na hofu inayoendelea, lakini muda tu atakapoingia katika imani na itikadi sahihi akawa Muislamu, angalia anavyokuwa anabadilika, angalia jinsi anavyofanya mema. Na hayo yanakuwaje? Yanapatikana vipi? Baada ya kuwa sasa ametoka kwenye hali mbaya, hali ya maasi, hali ya kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini amerudi akawa anaswali, anasoma Qur'ani, anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu huyu hubadilika kabisa kabisa na kuwa ni mtu ambaye amekuwa ni mtu mwenye furaha na mwenye utulivu wa hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu ile imani ile imetengeneza kitu katika nani yake, katika moyo wake. Al-iman wa rahatul bal, imani ndugu yangu katika imani na furaha ya moyo kuna mahusiano makubwa sana. Kila yule ambaye mwenye iman basi anayo furaha ya moyo. Rahatul qalb la ta'ti bil amwal wala bil manasib wala bi shahadat bal ta'ti bil iman as-sadiq. Furaha ya moyo ndugu yangu katika imani haiji kwa mali nyingi, wala kwa kuwa na vyeo, wala kwa kuwa na mashahada, madigirii ya hali ya juu, kuwa ni PhD, kuwa ni mtu mbobezi kwenye maelimu fulani. La, bali huja kwa imani ya kweli. Ukiwa na imani ya kweli, kwa unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya matendo mema, basi ufahamu kwamba hapo ndiko utakapopata rahatu alqalbi, hapo utapata furaha katika moyo. Waman yu'min billahi yahdi qalbahu,
na yule ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauongoza moyo wake katika Uislamu. Tujalie ndugu yangu katika imani, imani hii iwe ni zadan lana fi hadhihi dunya, ni zawadi yetu katika hii dunia ambayo inatufunganisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku, na hivyo tutapata akhira yetu, tutapata saada, furaha katika akhira yetu. Leo watu wengi ndugu yangu katika imani wapo katika hali mbaya mbaya sana. Kwa nini? Kwa sababu hawana imani. Imani ni kitu muhimu ambacho kinachoangaza moyo wako. Imani ni kitu muhimu ambacho kitakachotia raha katika nafsi yako. Imani ni kitu muhimu ambacho kitakutengenezea maisha yako vizuri. Ndugu yangu katika imani, usiwe ni mtu mwenye kujisahau katika jambo hili. Jambo hili ni muhimu sana sana katika, ndugu yangu katika imani, unayenitazama hivi sasa. Matukio mengi ambayo yanawatokea wanadamu hivi sasa, utasikia watu wamejiua, watu wamejinyonga, si kwa sababu ya kukosa furaha ya maisha, kwa maana ya kwamba hawana hasa mali, hawana nini, la, kwa sababu ya kukosa imani tu. Imani ni kitu muhimu sana, usijisahau ewe Muislamu. Nenda utakavyokwenda, tembea utakavyotembea, hangaika utakavyohangaika, lakini ujue furaha yako itakuwa katika imani na si katika jambo lingine. Watu wengi sana wameishi maisha mabaya, maisha ya kutisha. Ukisoma historia zao utaona ni watu wa ajabu sana, waliishi katika maisha ya kutisha sana, lakini zama walipoingia katika maisha kumwelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakarejea katika imani ya kweli, walibadilika, wakawa ni watu wema na wakaishi maisha ya raha bila ya hofu ya aina yoyote ile. Hivyo ndugu zangu katika imani, kuna mafungamano makubwa kati ya imani na kati ya furaha wa moyo. Ijalie imani itengeneze furaha yako ya moyo. Allahumma la taj'ali dunya akbara hamina. Ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usiifanye dunia hii kuwa ndio hima yetu yote ipo katika kuikimbiza na kupambana na hii dunia. Wala mablagha ilmina, wala usifanye hii dunia kuwa ndio elimu yetu ya mwisho. Tunaijua dunia tu, hatuijui al-akhirah. Allahumma, fanya uhai huu ambao tunaishi, maisha haya tunayoishi katika hii dunia, yawe yamejaa kheri na yawe mbali na shari. Allahumma, fanya kifo chetu kiwe ni kifo ambacho kinatupeleka kwenye raha na starehe zenye kuendelea na zenye kudumu katika pepo yako, ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ewe Allah, ipambe iman. Ewe Allah, iingize imani katika mioyo yetu na ifanye inapendeza katika mioyo yetu, tuwe wenye kuipenda imani. Ndugu yangu katika imani, hakuna lingine la ziada isipokuwa kusema kwamba kuna umuhimu mkubwa sana 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 wa kubaki na hii masala ambayo ni masala muhimu sana, masala ya imani, kwamba imani inatengeneza rahatul bal, inatengeneza furaha katika maisha yetu, inatengeneza kila lilokuwa kheri na lile ambalo litatupelekea katika lile ambalo lenye kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfululizo huu utaendelea biidhnillahi ta'ala katika vipindi vingine vinavyofuata, kuona faida kubwa za iman. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.